Ukitaka kuliona au kusali ndani ya kanisa Katoliki la kihistoria lenye miaka zaidi ya 145 tangu lilipojengwa, basi nenda katalii kwenye makumbusho ya Dr. David Livingstone iliyopo manispaa ya Ujiji, mkoa wa Kigoma. Kanisa hilo la kihistoria lililojengwa mnamo mwaka 1879 na wakoloni wa Kijerumani, hadi sasa linatumiwa na waumini wengi wa dini ya Kikristo kutoka ulimwenguni kote kuabudu, huku watalii wengi kutoka Ulaya na Marekani wakienda hapo kutalii na kupiga picha. Ni moja kati ya majengo yaliyosanifiwa na mabingwa wa usanifu wa majengo wa mwishoni mwa karne ya 18 na limejengwa kwa ustadi mkubwa likiwa na nguzo imara ambazo hazina nondo. Lakini mhifadhi mkuu wa malikale katika makumbusho ya Dr. David Livingstone, Bi Miriam Mkonya, anasema katika bara la Afrika majengo ya aina hiyo yaliyopo kwa sasa ni machache sana na yamekuwa yakitumiwa na wataalamu wa usanifu wa majengo hususani kutoka Ulaya na Marekani kujifunza utaalamu wa usanifu wa majengo waliokuwa nao wasanifu wa majengo wa karne ya 18 na 19. Anasema wataalamu wa usanifu wa majengo wa hapa nchini na Afrika Mashariki wanaweza kupata elimu ya ziada ya usanifu majengo kwa kulitembelea kanisa hilo. Hili ndilo kanisa la kwanza kujengwa katika mkoa wa Kigoma na padri wa kwanza wa kanisa hilo alitoka nchini Australia. Ama kwa hakika Tanzania ina hazina kubwa ya urithi wa utamaduni ambao kwa hakika Watanzania wanapaswa kuufikia na kujionea. Pamoja na vivutio vingine, chimbuko la Ukatoliki katika mkoa wa Kigoma lilikuwa hapa. Hapa tuliopo tu kwenye kanisa la kihistoria ya mwaka 1879 ambayo imejengwa na Wajerumani enzi hizo za mwaka huo. Na kanisa hii mpaka sasa bado linatumika, waumini ni wengi. Asilimia kubwa ya wakazi wa Ujiji wengi wanasali sehemu hii. Kweli wako na vipindi vingine ama nyakati zingine wanakwenda kusali nani kanisa kubwa, lakini hii ni kanisa la kwanza katika mkoa huu wa Kigoma. Wote unasikia Kibondo wapi, hii ndio mama wa kanisa zote katika mkoa wa Kigoma wa mwaka 1879. Na padri wa kwanza alikuwa ni mtu kutoka Australia. Padri wa kwanza alikuwa Australia, lakini aliletwa na Wajerumani ndiye akawa mhubiri wa sehemu hii mpaka Waafrika wakaja mwaka kuanzia 2009 na kuendelea. Ndio mapadri wa Kiafrika walianza kutoa na wao maombi katika kanisa hili la kihistoria. Karibuni sana mje kufanya ibada katika kanisa letu hili. Tufuatilie kupitia mitandao yetu ya kijamii kama YouTube, Instagram, TikTok na X kwa jina la Panorama Update. Hii ni Panorama TV.